Naam, habari gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Segerea Adventist Media. Karibu tena. Hiki ni kipindi chako kipya kabisa kinachofahamika kama Ijue Idara Yako. Kipindi hiki kitakujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 12:30 pale tunapoenda kuanza Sabato. Na leo kwa kufungua kipindi hiki tunaye mgeni wetu studio ambaye yeye ni kiongozi wa bodi ya shule ya Waadventista wa Sabato Segerea, na tutakuwa na maswali mengi na majadiliano mengi sana kuhusiana na mustakabali mzima wa shule hii kuanzia mwanzo wake ilipo na wapi inaelekea. Na tunapoenda kuzungumza na dokta kwa ajili ya kupata kila kitu kuhusiana na shule hii, basi tuanze au tufungue kipindi chetu kwa ombi. Tuombe. Asante mtakatifu Baba yetu mbinguni kwa neema yako na baraka yako kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amen. Amina. Naam, daktari karibu sana. Nashukuru sana. Asante kuwa na sisi studio leo. Imekuwa ni baraka na imekuwa ni bahati sana. Kama ambavyo washiriki wa Segerea wanafahamu, hivi sasa tupo katika harambee ama changizo kubwa ambalo linafanyika kwa ajili ya shule yetu ambayo inaendelea kujengwa. Sasa tukaona si vibaya tukiwa kwenye kipindi chetu cha Ijue Idara Yako kukaribisha na kuweza kufahamu kwanza kwa yule ambaye hafahamu kuhusiana Segerea, shule ya Sabato Adventista Sabato wa Segerea. Kwanza imeanzishwa lini, imeanzishwaje na msingi wake mkubwa wa kuanzishwa kwa shule hii ulikuwa ni nini? Alafu tutaendelea na kufahamu zaidi. Karibu sana. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Daktari Ntoli Abraham, daktari wa kutibu wanadamu. Na nimekuwa mwenyekiti wa bodi ya taasisi hii kwa mwaka wangu wa 3 sasa. Labda niwaambie watazamaji kwamba taasisi yetu ya kanisa ya shule ya msingi ya awali na msingi ya Segerea ilianza kama njozi mwaka 2000. Kanisa la Segerea ilikuwa na njozi ya kuanzisha kituo cha malezi ya watoto wadogo, kituo cha awali, na baadaye njozi ilikuwa katika uhalisia wake 2013 ndipo shule ilianza, na ilianza tu kwa majengo ambayo yalikuwa karibu na kanisa hapa nje tu. Kanisa ilijenga madarasa mawili ambayo yalikuwa mwanzoni yalitumika kwa ajili ya sema ibada ya watoto wadogo, lakini baadaye kama njozi ya kanisa kwamba iwe na kituo cha malezi ya watoto. Na 2013 ndipo rasmi hasa kanisa lilifungua kituo, na lilifungua katika mazingira haya kanisani hapa, likiwa ni eneo la madarasa ambao huwa alikuwa anatumika kwa ajili ya kufundishia watoto siku ya Sabato. Ndio hayo hasa alianza kufanya huduma ya shule hii. Shule ilianza na idadi ya wanafunzi 11 na walimu wawili, na kwa mwaka 2017 tulipata graduation ya kwanza ya watoto ambao tulianza nao mwaka 2013, na ndipo hapo hatua zilipoanza kusonga mbele za taasisi yetu. Naam, nashukuru sana. Tunafahamu kwamba kama kanisa yako majukumu mengi ambayo yanayafanya, ikiwemo kubwa la kueneza uinjilisti ulimwenguni. Lakini mkafikiria na kutimiza lengo la kuanzisha shule hii. Nini hasa kilikuwa ni motisha au kichocheo cha kufanya muweze kuanzisha taasisi hii ndani ya kanisa? Ya kama ilivyo ada, kanisa letu lina njia nyingi sana za uinjilisti, lakini njia ambazo zinasemwa kwa ufanisi mkubwa sana ni njia ya elimu, lakini pia njia ya afya. Kwa kuzingatia maono ya kanisa la ulimwengu, kanisa mahalia ambao ni Segerea liliona lianzishe taasisi kwa ajili ya kuweza kufungua kituo cha uinjilisti hasa kwa ajili ya watoto ambao wanasali kanisani, lakini pia kwa jamii na watazunguka. Na kiukweli imekuwa shule yenye mafanikio makubwa sana, sababu mpaka sasa idadi kubwa ya wanafunzi ambao tunao kwenye taasisi hii wengi sio waumini wa kanisa letu. Karibia asilimia zaidi ya 65 ya wanafunzi ambao tunao katika taasisi yetu sio watoto waumini wa kanisa letu. Kwa dhana nzima ya kupeleka ujumbe kwa ulimwengu kupitia taasisi imedhihirika. Okay, nashukuru sana. Na kimsingi tu shule hii tunazungumzia shule yenye level gani? Kuanzia nursery, primary, ama mtazamaji anataka kusikia zaidi kwa level gani? Ya kihistoria kama nilivyosema, shule hii ilianza kama shule ya awali, lakini sasa baada ya graduation 2017, siku ya graduation ilipofika, wale wazazi walitamani watoto wao wasiende shule nyingine, waendelee ndani ya taasisi yetu. Kwa hiyo kutokana na maombi ya wazazi ndipo kanisa likaanza mchakato wa kufungua shule ya msingi. Kwa hiyo kwa sasa tuna shule ya awali, lakini pia tuna shule ya msingi katika taasisi yetu ya shule ya Segerea.
Okay. Na malezi ambayo mnayatoa ama huduma ambazo mnazitoa pale shuleni ukiachana na elimu ambayo ndio jukumu kubwa la taasisi zote za elimu tunazofahamu. Kuna huduma gani nyingine za ziada ukiachana na elimu? Katika dhana nzima kutoa elimu kuna vitu ambatanishi. Kwa mfano, kuna wanafunzi ambao wanasoma day, wao pia tunawapatia huduma ya school bus, yani mabasi ya kuwafuata na kurudisha shuleni. Lakini kuna wanafunzi wengine ambao wao wanakaa katika mazingira ya shule. Kwa hiyo tunatoa huduma za elimu, lakini pia tunatoa huduma za malezi kwa upande wa wanafunzi ambao wanakaa nyumbani na wanafunzi wanakaa shuleni. Pamoja nao pia jukumu la msingi la taasisi yetu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata malezi ya kiroho. Kwa hiyo tuna huduma ya kiroho na tuna mchungaji ambaye ameajiriwa kazi hiyo tu, ili kuhakikisha kwamba watumishi wa shule lakini pia wanafunzi ambao wanasoma katika taasisi yetu wanapata malezi ya kiroho na kumfahamu Mungu, lakini kuwa raia bora katika ulimwengu, lakini raia bora kwa ulimwengu ujao tunaotumaini. Amina sana, amina sana. Na tunapozungumzia numbers, mafanikio kwenye upande wa numbers wanafunzi mpaka hivi sasa kwenye taasisi yetu ziko vipi, labda tufahamu? Okay, kama nilivyoelezea mwanzoni, tulikuwa na wanafunzi 11 walioanza kusoma kwenye taasisi yetu mwaka 2013, lakini idadi kwa neema ya Mungu imeongezeka na kwa sasa tunaongelea wanafunzi 375 ndio ambao wameandikishwa kwenye daftari letu la kuandikisha wanafunzi mpaka mwezi huu wa 6. Pamoja na hiyo pia wakati taasisi inaanza tulikuwa na watumishi 2 tu, lakini kwa sasa hivi tunaongelea watumishi 24 ambao wanatusaidia kuweza kuangalia watoto katika taasisi yetu ya kanisa. Hakika tumeweza kutengeneza ajira pia kwenye upande huo. Exactly. Na nikwambie tu ajira ipo ya kutosha na baadhi ya watumishi wamekuja pale wakiwa sio waumini, lakini tunashukuru Mungu kwa sasa nao wamekuwa sehemu ya baraka ndani ya kanisa letu. Amina sana, amina sana. Na hayo ni mafanikio kwenye upande wa numbers, kwa maana kwamba takwimu zinaonyesha hivyo, lakini yako mafanikio naamini mengine mengi tu ambayo naamini ni shauku ya msikilizaji wetu kuweza kujua mafanikio gani makubwa shule imepata tangia kuanzishwa kwake mpaka hivi sasa tunapozungumza. Kwa kweli Mungu amekuwa mwema sana. Taasisi za elimu zina changamoto nyingi sana. Unapoongelea 2013 mpaka leo ni karibia miaka 12. Kwanza kuishi tu katika kipindiko chote mpaka kufikia leo, kwa kweli ni neema na ni mafanikio makubwa sana. Shule nyingi zinaanza na zinakufa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kumshukuru Mungu. Lakini pamoja nayo pia nimeongelea issue ya idadi ya wanafunzi kuongezeka, lakini pia issue ya watumishi kuongezeka kutoka watumishi 2 na kufika hiyo namba ambayo nimesema. Lakini pamoja nayo pia kuanzisha kama nilivyosema, tulianza kama darasa la awali, lakini baadaye shule imekuwa na sasa tuna wanafunzi ambao pia wa shule ya msingi na namba ni ya kutosha, au ni matokeo mazuri, lakini pia matokeo mazuri ya performance ya wanafunzi wetu. Tumeshatoa darasa 7 mara 3 na tumeona progressive maendeleo endelevu ya performance ya wanafunzi, na kwa kweli hiyo leo tungependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo neema ya kutupatia, si kwa sababu ni shule yenye uwezo mkubwa sana, lakini kwa sababu Mungu ameamua kutupa baraka yake, lakini pia ameamua kusaidia watumishi wetu waweze kutembea katika misingi ambayo jamii inatazamia, lakini pia wazazi wangeweza kuona watoto wao wanapata. Lakini pamoja na hayo pia kupata wazazi ambao wako very positive. Tuna wazazi ambao kiukweli wanatusukuma, yani wanatutia moyo na wanatusukuma kwenye mafanikio. Kwa hiyo ni neema nyingine ambayo tunapenda kumshukuru Mungu kwamba si tu kupata wazazi ambao wamekuleta watoto shule, lakini wazazi ambao wanatembea pamoja nasi katika kuhakikisha kwamba hii shule inapiga hatua kusonga mbele kwenye mafanikio. Jambo jingine ambalo ni la muhimu sana ambalo tunasema Mungu ametusaidia ni kutupatia mazingira ambayo ni bora ya kusaidia wanafunzi kuelewa kiroho. Na tumeona kwa takriban miaka 3 tumekuwa kila mwaka tunabatiza watoto, na hata jana kuna baadhi ya wanafunzi wamebatizwa kwenye baada ya mahubiri haya ya net event. Kuna wanafunzi jana wamebatizwa, na kila mwaka kwenye makambi huo tunapata wanafunzi ambao wanabatizwa. Kwa hiyo ni dhana nzima ya uinjilisti ambayo kanisa ingetamani kuona kwenye taasisi yao. Lakini pamoja nao pia kuna uboreshaji wa miundombinu mbalimbali, kwa mfano ununuzi wa mabasi ya kusafirisha watoto, lakini pia ununuzi wa maeneo ya shule. Hiyo ni maendeleo makubwa ambayo pia na tumeona mwaka jana kwenda mwaka huu. Tuna project kubwa 2 za ununuzi wa viwanja vikubwa 2 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga shule ya msingi, lakini kujenga taasisi zingine kubwa. Hiyo nao ni maendeleo makubwa ambayo tumeyaona kwenye taasisi yetu. Pamoja na pia ushirikiano wa karibu wa kanisa. Kanisa limekuwa likitembea na hii shule hatua kwa hatua. Hiyo ni jambo la muhimu sana kumshukuru Mungu kwamba si tu kwamba
shule ipo, lakini kanisa lenyewe limekuwa sehemu ya kuiangalia shule yao inafanikiwa. Washiriki wamekuwa very supportive, wakatoa ushirikiano wale juu sana, ushirikiano wa mawazo, lakini pia kuleta watoto kwenye taasisi yetu. Wangeweza kupeleka kwenye shule nyingine yoyote, kwa sababu shule hapa ziko nyingi zaidi. Hapa karibu kuna zaidi ya shule 6, lakini tumeona baadhi ya washirika watuletea watoto kulea katika taasisi yetu. Kwa hiyo ni fanikio jingine ambalo lazima tumshukuru Mungu. Pamoja na hiyo pia taasisi yetu imejengea heshima kubwa sana kwa jamii ya Segerea. So far kwenye matokeo ya hivi karibuni hapa, taasisi yetu imekuwa taasisi ya pili kwa ubora kwenye matokeo ya mock ya juzi ya darasa la 7. Imekuwa pili ya ubora kwa matokeo kwenye ukanda huu wa Segerea, wa Tabata kwenda Segerea. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli haya mambo yote yapo mengi, lakini machache tu kusema hayo. Tungemshukuru Mungu wetu kwa neema hii kubwa ambayo ameipatia hii taasisi yake. Sawa, tunashukuru sana. Umezungumzia kwenye mafanikio, umezungumzia swala zuri sana la namna ambavyo mnakuza uinjilisti na mnafanya malezi ya kwenye imani pamoja na mambo mengine ya darasani. Sasa tungefahamu kujua ni namna gani mnaweza kumudu hivi vitu na kuvifanikisha nyie kama bodi ya shule, kuhakikisha kwamba watoto wanaokuja kwenye shule yenu wanapata malezi ya kiroho, ila muda huo wanafanya vizuri kama ambavyo tumeona kwenye matokeo uliosema darasa la 7 kwa wakati mmoja. Namna gani mnafanya? Labda niseme tu, naomba kwanza nitambue mchango wa Pastor Lumbe kwenye growth ya shule. Katikati hapa tulikuwa na changamoto. Hamna taasisi ambayo inakuwa mbaya ina changamoto, lakini katikati hapa kulikuwa na changamoto fulani zilitokea, na tunashukuru Mungu kwa wito maalum Pastor alikuja nao na taasisi ikajibadilisha kwenye institution. Ilikuwa ni shule kama shule, sasa hivi ni taasisi inayojitegemea, na tulidevelop mfumo wa uendeshaji wa taasisi, na ndipo hapo sisi kama bodi tulianza kufanya kazi. Initially hatukuwa na bodi ambayo ni independent, bodi ambayo inajitegemea kwenye maamuzi. Lakini baada ya haya maamuzi yaliyofanyika katikati hapo, tuliandika muongozo wa uendeshaji wa taasisi yetu. Kwa ikaanzishwa bodi ambayo ni independent inayojitegemea kwenye uendeshaji wa taasisi. Na hii bodi ilipokuja imekuja na mabadiliko mengi sana kwenye kuibadilisha shule kiutendaji. Na kwenye hilo eneo tumedevelop mifumo mingi sana ambayo inajitegemea, mifumo ya kifedha, mifumo ya kimanunuzi, mifumo ya kielimu, mifumo ambayo inajitegemea, na hiyo mifumo imesaidia kuimarisha uendeshaji wa shule yetu. Na tunaamini hata kama bodi yetu itakapomaliza muda wake, itakuja bodi nyingine wataanzia, kwa sababu kwa mfumo tuliojenga sasa hivi shule sio tena kurudi nyuma, bali itakuwa inasonga mbele. Lakini pamoja na hii mifumo iliyokuja, kila kitu ina faida na hasara zake. Mifumo hii ibidi itufanye tubaache baadhi ya vitu. Kwa mfano, watumishi ambao walikuwa wanafanya kazi kama routine ilibidi waondoke, na inaumiza kwa sababu wengine waliondoka na wengine ni washiriki wa hapa, na ilibidi wapishe utaratibu ambao ni standard wa kuendesha shule. Na kiukweli kwa neema ya Mungu tunashukuru sana, taasisi inakimbia, haitembei tena, inakimbia kwenye performance. Sio tu kwa sababu ya matokeo ya darasa 7, tunaangalia performance ya mienendo ya watumishi, mienendo ya wanafunzi, yote imebadilika. Kwa hii ni jambo ambalo tunasema kiukweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pamoja na hayo ni shukuru pia ujumbe wa bodi, sababu ile mwongozo ulipokuja ulilazimisha kuwa na bodi ambayo ni professional. Ukiacha mimi ambaye ni daktari ambaye taaluma yangu inawezekana isiwe na direct impact kwa taasisi kama taaluma, lakini tuna mwanasheria, tuna mtu ambaye ni trained mwalimu na professional mwalimu, lakini pia tuna wazazi ambao wanawakilisha wazazi wenzao, lakini pia tuna wataalamu wa fedha ndani ya bodi. Kwa unaweza kuona hii imesaidia kutasaidia kuchagiza haya maendeleo ambayo tunaona kwenye taasisi yetu. Na nadhani kanisa kuweka utaratibu na wakiendelea kuusimamia itasaidia pia stability ya maendeleo ya kanisa ya shule yetu endelee kuwepo. Na kwa sababu ya uwepo wa hii bodi ambayo ina professionals, hata consultations, yani zile huduma ambazo ni za nje ya shule za kitaalamu, mara nyingi sasa tumekuwa tukitumia wataalamu professionals, either makampuni ama watu ambao wamebobea kwenye maeneo fulani kutusaidia. Kwa mfano ushauri wa training za watumishi kwenye upande wa academics, tunachukua watu ambao ni trained ama watu ambao wana performance nzuri zaidi yetu wanakuja kutusaidia. Pamoja nayo pia ilitulazimu sasa kwa sababu ya mifumo hii kuweka counter checking mechanism ya utendaji wa watumishi wetu. Moja wapo ni kwamba sisi katika taasisi yetu mitihani yetu yote ya nje ya mwisho wa mwaka, atusubiri mwisho wa mwaka. Mitihani yetu ambayo inafanyika ya shuleni yote ile ambayo ni ya kufunga muhula hawatunge walimu. Tunatumia consulting firms za nje. Kuna taasisi ambazo zinatunga mitihani ambazo ni standard kulingana na curriculum, kulingana na mwaka.
Kwa hiyo wao tunatumia wao, inatusaidia kujibenchmark performance ya watumishi. Na kwa sababu hiyo pia imetusaidia kuweza kumonitor academic performance ya watumishi. Kwa hiyo mtumishi hawezi kujitungia mtihani mwenyewe akasahisha mwenyewe. Mitihani inatoka nje, inafuata curriculum. Kwa hiyo kama mwalimu yuko nje ya curriculum, mitihani ile itatupatia mwelekeo. Kwa hiyo hiyo imesaidia pia kila mtu kushikilia kwenye key performance indicators yake, kumake sure kwamba anafikia malengo. Na sisi kwenye taasisi yetu pass mark ni 70% ya mitihani ya nje. Kwa mwalimu akipata chini ya 70%, then ana wajibu wa kusema kwa nini underperform. Kwa sababu ile mitihani inafuata curriculum. Kwa nini mtoto wetu asipata chini ya 70% ya mitihani hiyo? Kwa hiyo imetusaidia pia performance yetu kuwa endelevu. Na tunaamini in the future hii taasisi kwa jinsi tunavyokwenda kwa neema ya Mungu itakuwa ni one of the best institution in the country. Yeah. Tunashukuru sana. Hapo tunapozungumzia taasisi ya elimu na umezungumzia ukanda huu wa Segerea, obviously kuna shule nyingi ambazo tunaziona. Kuna shule ambazo nyingine pia zinamilikiwa na makanisa, nyingine za binafsi, nyingine za serikali. Sasa kwa ufupi tu tunatamani kusikia kutoka kwako ni kitu gani ambacho unahisi kinatofautisha shule ya Sabato Adventista Sabato Segerea na taasisi nyingine za elimu katika ukanda wetu huu, utendaji na vitu vingine kama hivyo. Kipi hasa kinachotofautisha shule yetu na shule nyingine ambazo zipo katika ukanda huu? Kama nilivyosema, hii taasisi ni taasisi ambayo iko chini ya kanisa. Kwa jambo la kwanza la muhimu kabisa ni malezi ya kiroho. Yaani katika hilo eneo kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumefanikiwa sana. Na kama nilivyosema, taasisi yetu na mtu ambaye tumemwajiri kabisa, ambaye kazi yake ni hiyo, anakuja asubuhi mpaka kuondoka jioni, ili kuhakikisha kwamba anasimamia masuala ya kiroho. Tuna mchungaji ambaye ameajiriwa, na mchungaji sio tu mchungaji bali ni mchungaji ambaye pia Mungu amempa karama ya kujua jinsi ya kuhudumia watoto na watumishi. Kwa hiyo la kwanza kabisa ambalo linatupa thamani ni malezi ya kiroho ya watoto, na haijalishi mtoto wa dhehebu gani, Muislamu au Mkatoliki au ni Methodist, anapokuja pale tunamsaidia kumtambua Mungu ni nani. Mungu ni nani, na Mungu angetamani sisi kama wanadamu tufanye mambo gani ya msingi. Kwa hiyo mimi ningeshauri wazazi ambao pia wanasikiliza hili, wasione kama wakienda pale mtoto kwenye taasisi yetu atakuwa msabato. Anaweza sio msabato, lakini angalau tu akimfahamu Mungu, hilo ni jambo la muhimu sana. Na maadili gani ambayo Mungu angetamani wanadamu kuyaishi, ni jambo la muhimu sana. Mambo ya kuwa msabato ni kitu kingine, lakini angalau mambo ya msingi ya kuwa mwanadamu aliye bora hapa duniani akimtumaini Mungu ambaye amemuumba, hilo ni jambo la msingi. Lakini la pili ambao kwa kweli Mungu ametusaidia ni kusaidia kwenye nidhamu. Dunia leo imebadilika sana. Hata wazazi wa leo pia tumebadilika sana. Lakini taasisi inatusaidia pia kuwamoli watoto kwenye upande wa nidhamu. Kwa kama kuna mzazi ambaye anadhani mtoto amemshinda kwenye jamii huko, amlete. Sisi tunaamini kwa uwezo wa Mungu mtoto atabadilika. Sio kwa sababu tuna uwezo kumbadilisha, lakini kwa sababu Mungu anatusaidia kuwasaidia watoto wakabadilika. Lakini pia thamani nyingine ni uhusiano wetu pamoja na kanisa. Kanisa la Adventista wa Sabato, sio tu kanisa mama la eneo husika, lakini pia hata level ya juu ya kanisa tumekuwa tukishirikiana. Kwa hiyo inatuongezea pia thamani ya kutusaidia kuweza kubora. Lakini pia elimu ambayo inaongeza mguso. Hatutoi tu elimu, lakini elimu ambayo inahusika pia na vitendo. Watoto wanafundishwa vitu vingi sana. Ukiacha elimu ya darasani, kazi za kijamii, kufua, kupika, those are activities ambazo shuleni zinafanyika na watoto wanapata hayo mafunzo pia. Ukiacha hayo mambo ya lakini pia tumejenga mazingira ni rafiki. Ukienda kwenye eneo ambalo shule yetu ipo, ni eneo ambalo ni tulivu sana. Iko isolated. Ni eneo ambalo ni tulivu sana, ambayo inatoa mazingira rafiki kwa watu kujifunza na kuweza kupata elimu bora ya kiroho. Lakini pia ushirikiano kati ya watumishi wetu na wazazi ambao wanahudumia inasaidia pia kuongeza thamani ya taasisi yetu ambayo tunayotoa elimu. Lakini pia lengo letu pia ni kumsaidia mtoto holistically. Kuna masuala mengi. Ukiacha academics pia kuna michezo, kuna talanta za wanafunzi mmoja tunazimold pia tunasema. Kwa haya mambo yote yani anasema hapa, yote yanasaidia kutupa value, thamani zaidi kuliko taasisi nyingine ambazo zinazotuzunguka. Hakika hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Sio kazi ndogo, na mafanikio hayo yanadhihirisha kabisa namna gani ambavyo kama bodi mmejizatiti kuitumikia kazi ya Bwana kupitia shule hii. Labda tu ningependa pia kusikia na kufahamu kazi kubwa mmeifanya, lakini sasa ni vipi mnaendelea kujipanga au mnajipanga vipi sasa kuendeleza ule ubora wa huduma ambao unapatikana ndani ya shule uendelee kuwepo kipindi chote?
tusione, maana kuna baadhi ya shule zinakuwa zinafanya vizuri sana, lakini baada ya kuinuka tunazishuhudia baadaye zinaanza kuwa zinaporomoka kimaadili, zinaporomoka performance kwa wanafunzi. Sasa shule ya Wasabato Segerea imejipanga vipi kuhakikisha kwamba ubora unabaki na zaidi unaongezeka tokea hapo ulipo? Nashukuru kwa swali zuri sana. Kwa kweli sio kazi rahisi. Biashara yote ina growth cycle, ina ukuaji, ina plateau, lakini pia ina long drop. Biashara yote ina hizo changamoto, inapanda, kusimama, lakini pia kuanguka. Kwa hiyo ku make sure kwamba unakaa kwenye kupanda na kusustain kwenye kukaa juu, sio jambo rahisi. Inahitaji ubunifu hali ya juu, lakini pia fikra ambazo zinaangalia mbali. Kwenye taasisi yetu sisi kwanza tumedevelop technically, kwa sababu asilimia kubwa board members nimewaambia ni professionals. Tumedevelop miongozo kama 17 hivi ya ku make sure tuna mifumo, sababu usipokuwa na mifumo kuanguka ni rahisi sana. Kwa hiyo tumedevelop mifumo ya kusaidia shule iweze kutembea kwenye njia ambayo itakuwa ni sustainable. Lakini kwenye hii mifumo pia tumekuja na utaratibu ambao wa kumonitor, wa kuangalia zile key performance indicators, maeneo ya upimaji ya uendelezaji na utendaji. Hayo nayo tumedevelop, lakini pia moja nayo pia kwenye academics pia tumesema tumeweka external mechanism, mifumo ya nje ya kujipima. Hatujipimi wenyewe. Ukiacha mambo ya finance pia tuna ukaguzi wa ndani na wa nje, lakini pia kwenye upande wa kielimu tunajipima kwa kutumia mifumo ya nje, tutumie mifumo ya ndani. Sababu mifumo ya ndani inawezekana ikawa ni biased. Mwalimu kafanya kitu fulani kuonekana anafanya kazi. Kwa hiyo tumefanya mifumo ya nje, lakini pia jambo jingine ambalo ni la msingi sana ni kuajiri pia watumishi ambao ni wako competent. Sio tu kuajiri watumishi, lakini kuajiri ambao competent, kuweka maslahi mazuri ya watumishi. Hiyo nao pia ni eneo ambalo tumejitahidi, lakini pia ufuatiliaji wa wanafunzi individually kwa mmoja mwanafunzi, hiyo nao pia msaidia. Lakini pia ushirikiano kati ya watumishi na walimu, na tulienda mbali kabisa, tunaweka na package ya mwalimu make sure anawasiliana na wazazi ili kuwa na ukaribu kati ya walimu na wazazi, kwa sababu unajua swala sio kufundisha, lakini pia kulea watoto. Lakini pia matumizi ya teknolojia kwenye taasisi pia nao tumeinvest, lakini pia nidhamu na mazingira yaliyo bora. Hayo ni maeneo ambayo yanatusaidia ku make sure kwamba tunafikia malengo. Sio rahisi kwa sababu tunadili na wanadamu, lakini at least imetusaidia kutufanya hatua moja kwenda hatua nyingine, na tunaamini kwa sababu hii sasa tunatengeneza culture. Hii taasisi iweze kuwa, lazima utengeneze institutional culture, utamaduni wa kitaasisi, na huo ndio tunaofanya. Na huo utamaduni ukifikia kwenye ukamilifu wake, tunaamini sasa njia itakuwa ni ya kunyoka moja kwa moja, kwa sababu kila anayekuja atatembea kwenye njia ambayo imetengenezwa. Tuko kwenye huo mchakato, tumefikia sehemu fulani, lakini tunaamini kadri tunazidi kwenda mbele, miaka 3, 4, 5 ijayo tutakuwa tumesha establish institutional culture ambayo itatusaidia shule iweze kwenda mbali zaidi. Awesome. Na umegusia kuhusiana na matokeo hapo ya darasa la 7, ukasema kwa ukanda huu umefanya vizuri sana, lakini tunafahamu kuna matokeo ya darasa la 7 ila pia kuna matokeo ya darasa la 4 ambayo ni mitihani ya kitaifa kila mwaka inafanyika. Sasa ki details zaidi natamani tupitishe humo, shule imefanya vipi na imekaa vipi kutokana na matokeo ndani ya mitihani hiyo? Okay, nashukuru sana. Kuna matokeo mengi sana. Lakini nataka tu labda niwaambie wasikilizaji wetu kuhusu matokeo haya ambayo ya kitaifa zaidi, wapate kuona mwelekeo. Labda nianze na matokeo ya darasa letu la 4 lilifanya, la kwanza lilifanya mwaka 2020, lilifanya mtihani wake, na tulikuwa na wanafunzi 20, na katika wanafunzi 20 na wanafunzi 17 walipata A, wanafunzi 2 walipata B na mmoja alipata C. Kwa unaweza kuona huo ni 2020 naongelea. 2021 tulikuwa na wanafunzi wa darasa la 4 ambao walifanya mtihani wa darasa wa kitaifa, wanafunzi 34. Katika wanafunzi 34, wanafunzi 24 walipata A. Wanafunzi 8 walipata B, wanafunzi 2 walipata C. Na huo ndio ugovi wetu. D na E hapo sisi hatuongelee hizo. Tunataka wanafunzi wetu wote wapate kwenye A na B, lakini target darasa wakae kwenye A. Na mwaka wa 2021 pia tulikuwa na batch ya kwanza ya shule ya darasa la 7 ambao tulikuwa na graduates 23. Katika wanafunzi waliomaliza shule 23, wanafunzi 13 walipata A, wanafunzi 8 wakapata B. Bahati mbaya tulikuwa na wanafunzi 2 ambao walipata C. Mwaka 2023, tunaongelea mwaka juzi, tulikuwa na graduates 47 ambao darasa kubwa, kwa sababu kiangalia huko nyuma tutoka darasa la 4 20 tukaenda 34 tukaenda 23 darasa la 7, lakini sasa tuko na darasa la 4 47. Ni namba kubwa sana ambayo tulikuwa nayo
walikuwa ni changamoto kupambana kufikia malengo, lakini tunashukuru. Na wakati huo pia bodi yetu ndio ilikuwa imeingia kwenye utendaji kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa tulikuwa na kazi ya kupambana kuona how much tunaweza kusogeza taasisi mbele. Tukapata kwenye hiyo namba ya 47 tukapata A27. 19 tukapata B27, mmoja alipata C. Kwenye mwaka huu wa 23 tulipata seti ya pili ya darasa la 7. Tulikuwa na graduates 21 nakumbuka, na kwenye graduates 21 tukawa na A10, tukawa na B9. Bahati mbaya tukapata tena wawili walipata C. Tukawa na D wala E. Mwaka jana 24 tukawa na wanafunzi 55. Angalia namba inazidi kukua. Tulikuwa na 20, tukawa na 34, tukawa na 47, sasa tukawa na 55 mwaka jana kwa darasa la 4 peke yake. Kwenye darasa la 4 au 55 tukawa na A31. Kwa growth ya performance ilikuwa nzuri sana kidogo, na kwa sababu pia namba ilikuwa kubwa tukawa na B19. Bahati mbaya tena tukapata C5. Lakini tumejiwekea malengo sasa C tuweze kuifuta kwa sababu hii tulishaacha na hii C tuanze kuiondoa. Na mwaka jana pia tulikuwa na wanafunzi 29 ambao walifanya darasa la 7 mtihani wa taifa, na katika hao 19 walipata A. Kwa hiyo unaweza kuona, na A siongelee somo, naongelea average performance ile ya mwisho. 19 walipata A na wengine wakapata B. Kwa hiyo kwa kweli tumekuwa na mileage kubwa sana ya ukuaji, na we hope mwaka huu kwa neema ya Mungu we shall have the best class. Kwa sababu tayari tumesha experience miaka mitatu hii ya mitihani ya darasa la 7. Huu mwaka wetu utakuwa mwaka wetu wa 4. Sasa naamini performance ya standard 7 mwaka huu itashangaza ulimwengu. Kwa neema ya Mungu tunaamini tutafanya vizuri zaidi. Naam daktari, asante kwa maelezo mazuri ambayo unaendelea kutupatia kuhusiana na shule. Na kama waswahili wanavyosema, kwenye mafanikio hapakosi changamoto, na natambua kwamba kama bodi ya shule kuna changamoto ambazo shule inapitia na zinakwamisha kwa namna moja ama nyingine maendeleo kadha wa kadha ambayo unatamani kuyafikia. Ni changamoto gani ambazo bodi inakutana nazo kwenye kuendesha shule, na namna gani mnajiandaa kupambana nazo? Kwenye taasisi yote changamoto zipo na ni nyingi, lakini zingine ni za ambazo zinaweza zikatatuliwa tu bila shida. Changamoto kubwa ambayo tunayo, hii shule wakati inapanuka kwenda shule ya msingi, bahati mbaya kama kanisa tulikuwa tumejenga madarasa yetu. Kwa hiyo tubidi tuende tukatafute shule nyingine ambayo ilikuwa inafanya kazi zamani, wakashinda kuendesha. Kwa hiyo tukaenda kupanga majengo yao. Tuna majengo makubwa sana kuchukua karibia wanafunzi 1,000, na sasa kwa kukaa kwenye majengo ya kupanga tunatumia hela nyingi sana kulipa kodi. Nyingi sana. Ni kama katika kitu ambacho Mungu akitusaidia tuende kwenye mpango kukamilisha kujenga shule yetu mapema, kwa sababu tunatumia mamilioni ya hela kulipa pango yale majengo ambayo tumeyapanga. Na kama unavyojua majengo ambayo ni mali ya mtu mara nyingi yanaweza akawa na riski pia. Mwenye anaweza kaja kaamua tu siku moja akaamka asubuhi, kodi nataka hii, ama sitaki kwenye majengo yangu muame. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo tunaona ni changamoto kubwa ambayo inahitaji suluhu ya haraka. Kuwa na majengo yetu ya kudumu, na tunaamini kwa uwezo wa Mungu kwa kushirikiana na wasikilizaji wetu tunaweza kufungua njia tukapata majengo ya uhakika na ya kisasa. Uzuri kiwanja tayari tumesha kipata na michoro ipo tayari, tunatafuta fedha kwa ajili ya kuweza kujenga ya majengo, na tunaamini tutajenga majengo mazuri na kisasa na yakawa ya mfano kwa shule zingine kujifunza. La pili ni tuna wazazi ndio, lakini baadhi ya wazazi nidhamu ya hela ni ndogo. Wakati mwingine kulipa ada walipi kwa wakati, na hii pia inaweza kuwa ni changamoto ambayo tumeikuta na inaendelea kwa kiasi fulani. Ila nayo ni changamoto ambayo kwa kweli lazima tuiseme kwamba baadhi ya wazazi bado wana changamoto ya ulipaji ya ada kwa wakati, kwa hiyo inatuathiri pia kufikia malengo kwa wakati tunaoutaka. Hizo ndio changamoto mbili ambazo naona ni zikubwa, lakini hizo zingine ni za kawaida, zinabebeka na zinatatulika with time. Ila hizo ndizo sasa zinatuumiza kichwa. Sawa. Na changamoto namba moja uliyotaja hapo ni changamoto ya miundombinu, ikiwa na maana ya majengo ambayo unayatumia hivi sasa ni majengo ya kupangisha. Na mpango wa kanisa na mpango wa bodi ni kuhamisha shule kutoka hapo kwenye majengo yake ambayo yatakuwa ni maeneo binafsi. Sasa mpango gani na miundombinu hiyo ambayo mnayo kama bodi kwenye kuhakikisha kwamba mnahama kutoka hapo mlipo hivi sasa na kuhamia kwenye maeneo yenu binafsi? Mpango ukoje na mmefikia wapi? Mpango uko vizuri. Kanisa na shule na washiriki tumeshirikiana pamoja na tumeshapata viwanja viwili kubwa tu vizuri,
na kiwanja kimoja uzuri kina majengo ya shule tayari. Kwa very soon tutafungua campus nyingine kwa ajili ya shule ya awali. Na michoro ishachorwa tena ya kisasa kabisa, iko ofisini, inasubiri tu utekelezaji. Kwa mimi naomba niwape mwaliko wadau wanaosikia kipindi hiki, na mtu yote ambaye anadhani anaweza kusaidia kwa mawazo, hata sio kwa fedha, hata kwa mawazo, cha kufanya tuweze kujenga majengo kwa haraka zaidi. Kama kuna wadau wa maendeleo kutusupport, tuko tayari kushirikiana nao, na hili jengo likijengwa litakuwa ni faida kwa watoto wetu, kwa taifa letu, lakini pia itakuwa ni baraka kwetu sote ambao tumeshiriki. Kwa mimi niwasihi mtu yote ambaye anadhani anaweza kusaidia kwa mawazo tu, hata kwa mawazo, nini cha kufanya tuweze kujenga majengo ya kisasa, tunamkaribisha sana. Sawa. Na ujenzi umefikia wapi labda kwenye huo ujenzi ambao mnafikia kujenga, mshapata viwanja na nini? Baada tujaanza kujenga kwa sababu tuko kwenye fundraising, tunachangishana. Tunashukuru kuna baadhi ya wazazi wa shule wametusupport, lakini pia kanisa limetusupport kwa kiasi kubwa sana. Kwa bado tu hatujaanza ujenzi. Na project ni kubwa sana kwa sababu mradi mzima una magorofa karibia 3 makubwa ya madarasa peke yake. Una bwalo la chakula na jiko la kisasa na sehemu ya kuabudia. Alafu kuna viwanja vya michezo, kuna mabweni ya kisasa ya kiume na ya kike ya magorofa, lakini pia kuna nyumba za walimu za kisasa. Kwa hiyo ni project kubwa sana, inagharimu karibia zaidi ya bilioni 15 ya Tanzania. Kwa tunaamini tukianza kidogo kidogo tutafanya kitu kikubwa. Lakini kama ikitokea tukapata mfadhili, na Mungu apungukie watu, kweli acha katokea tu mfadhili mmoja tukajenga project yote ikamilika na jina la Mungu likainuliwa. Kwa hiyo tunaamini Mungu ndo mwenye mali. Yeye mwenyewe anaweza kaamua tukajenga shule kutumia watu wake ambao amewamilikisha mali yake hapa ulimwenguni. Sawa. Shule ipo kwenye jamii na wazazi ndio wadau wakubwa wa kuendeleza shule hiyo. Ushirikishaji wao kwenye maendeleo ya shule, jamii ambayo mnayo, wazazi ambao wana wanafunzi wao pale, ukoje? Vikao, namna ya kuweza kuwashirikisha wazazi wao kwenye maendeleo, mipango ambayo mnao kama bodi, mambo hayo yanafanyika kwa namna gani na yanawasaidia vipi nyinyi kama bodi kuendeleza shule? Kwa kweli wazazi ni wadau wakubwa sana. Yaani taasisi imebarikiwa kuwa na wazazi ambao wanaipenda. Yaani ukikaa na wazazi ukasikia wanavyoongea, sio tu kwamba wameleta watoto wao shuleni, lakini wamekuwa sehemu ya shule. Kwa hiyo hii ni neema. Wazazi wako very cooperative, tunakaa nao kwenye vikao vya mara 2 kwa mwaka, wanakuja na mawazo yao na kuongea, lakini pia individual wanatupa ushauri kupitia uongozi wa shule. Pamoja nao pia kuna wazazi pia wako sehemu ya bodi ya shule, kwa hiyo pia nao wanakuja wanashiriki katika vikao vya shule vya uendelevu. Lakini pia tunawashirikisha hata kwenye miradi, hata mradi wa ujenzi pia tunawashirikisha na baadhi ya wazazi wametuchangia. Kwa wazazi ni part and parcel ya utendaji wetu wa kila siku wa taasisi yetu. Sawa. Na kwa hapo tulipo sasa hivi kama shule, huendekana kuna watu hawajabahatika kwenda kwenye shule na kuanza kuona mazingira yalivyo, lakini umetuambia ni mazingira tulivu. Hebu tusaidie kutusafirisha kimawazo, labda utuambie ni mazingira gani ambayo wanafunzi wao wanakutana nayo kila siku wanapoamka asubuhi pale shuleni. Maeneo mabwalo, madarasa, viwanja vya michezo, maeneo ya sembo yakoje? Hebu tusaidie tupate picha halisi ambayo wanafunzi wetu wanakutana nayo kila siku. Kwa kweli tuna maeneo mazuri. Tuna maeneo mazuri ya kusaidia wanafunzi kuweza kupata maeneo ya kujifunzia. Kwanza ni maeneo yenye amani na usalama, lakini pia tuna madarasa ya kutosha yapo. Pia ni maeneo ambayo yana promote nidhamu iliyo bora kwa watoto. Mavazi, the way wanavyoongea, wanavyoshirikiana na wenzao, lakini pia ni maeneo ambayo pia yanatoa accommodation, masuala ya kijamii, lakini pia mwitikio wa kielimu uko highly promoted kwenye mazingira ambayo tunawafundisha watoto wetu, lakini pia maeneo ambayo pia yanatoa mazingira mazuri kwa ajili ya watoto kupata chakula, lakini pia maeneo ambayo yanatengeneza mazingira ya ibada zaidi. Mtu kama mtoto anakuja shule asubuhi wanasali pamoja, na jioni wanasali pia, na watumishi pia wanafanya ibada, na wale wanakaa bweni wanafanya ibada asubuhi na jioni. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yanapromote ibada na kumfahamu Mungu zaidi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo mimi ningeshauri wazazi ambao wangetamani watoto wao wakuwe katika maadili ya kumpenda Mungu na kumjua Mungu, hii sehemu nzuri kwao. Kwa kama una mtoto nyumbani ungetamani aweze kumfahamu Mungu na kumpenda Mungu kama vile ambavyo ungetamani kuona, Segerea, shule yetu ya Segerea inatoa mazingira mazuri sana. Kwa hiyo ningewasihi
either uwe wa imani yetu ama sio imani, lakini eneo ambalo utaweza kupata mtu ambaye akakuwa na hofu ya Mungu, Segerea is the best place. Walete tu tutawasaidia. Asante sana, asante sana. Shule ndo sehemu ambayo mwanafunzi au mtoto anaweza kuwa anatumia muda mrefu zaidi katika mwaka mzima au katika maisha yake kwenye level ya utoto. Na ni level pia ambayo tunatambua ukiachia mbali masuala ya taaluma na malezi ambayo mnatoa, mtoto ana kitu kingine cha ziada, anaweza kuwa na kipaji au uwezo, ila pia watoto wanapenda michezo. Kwenye shule ya Waadventista Sabato Segerea, hilo mnalichukulia kwa uzito namna gani na mnalifanyia kazi kwa namna gani kuhakikisha mnaweza kuvilinda, kuvitunza na kuvikuza pia hiyo vipaji vya watoto, ila pia kuwapa nafasi kushiriki kwenye michezo na kuonyesha uwezo wao kwenye upande mwingine wa michezo? Kwenye upande wa karama za talanta za wanafunzi wetu tunajitahidi kuwasaidia, na tumedeploy walimu wengine extra kwa ajili ya kuweza kufundisha hayo. Kuna walimu wa muziki wako pale, kuna walimu wa lugha wako pale wanafundisha, lakini pia kwenye michezo pia tuna mashindano yanafanyika mara kwa mara na shule za hata za majirani wanakwenda kucheza michezo watoto wetu. Kwa tunanacha vipaji vingi vya wanafunzi. Kuna watu wanapenda mambo ya uandishi wa habari, wanafanya pale. Kuna watu wanapenda uongozi, wanafanya pale. Kwa pia components ya michezo pia tumeiangalia, na talanta zingine zinazowazunguka wanafunzi. Hatujafikia 100% kwa sababu pia talanta ni nyingi, mamilioni ya talanta ambazo Mungu ameweka kwenye mioyo ya watu. Lakini angalau zile ambazo zinajumuisha wengi tumeweza kuzikava. Kwa upande huo pia tumeweka hizo, na every year tuna broaden. Mwakani I think tutaanzisha program ya uchoraji kwa watoto. Na sasa hivi pia tuko kwenye mpango mkato kuanzisha STEM program. STEM ni mfumo wa kiulimwengu wa kufundisha watoto masuala ya teknolojia. Na pia tumepata mtu ambaye ametusaidia kwenye vifaa, na tunaandaa mazingira rafiki sasa kuweza kuzingiza vifaa kwa ajili ya STEM program. Na uzuri huyu alitusaidia pia ameshatupatia access ya hiyo program in terms of paying subscription yake tushalipia, lakini bado kuilaunch. Tuko very soon katika shule chache Tanzania ambazo zina STEM program, Tanzania itakuwa ni moja wao, Segerea itakuwa ni moja wapo. Kwa very soon tutalaunch hiyo program na itatransform pia watoto wetu kwenye upande wa nyanja za mathematics na teknolojia. Hongereni sana kwa hatua kubwa ambayo umefikia mpaka hivi sasa. Kwa maelezo yote ambayo umeyatoa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na hakika kwa yule mzazi ambaye ana mtoto wake nyumbani, huendekao akawa na shauku ya kusema nipate nafasi sana mimi kufahamu kama nikitaka kumsajili mwanangu gharama zikoje, naweza nikafanyaje usajili, naweza nikalipa vipi labda kwa awamu kadhaa wa kadha. Apate kusikia sasa kutoka kwa mwenyekiti wa bodi. Mwisho wa kipindi hiki wataona kuna namba za chini zinapita hapo kwa ajili ya kupata mawasiliano na waongozi wa shule. Lakini niwaambie tu kiukweli kabisa, katika shule ambayo ina ada nafuu, nadhani Segerea ni moja wapo. Ukiangalisha na content ambayo mtoto anaipata na uhalisia wa gharama wa ada, ni ada nafuu sana. Watoto wa baby class wale wadogo kabisa wanaanza shule kwa mwaka wanalipa 800 tu. Maana kila miezi mitatu analipa shilingi 200,000. Nadhani mzazi yote ambaye yuko serious na elimu ya mwanae hawezi kushindwa kulipa hiyo hela. Lakini kwa watoto wa top class wanalipa 900,000. Maana kila term wanalipa 200,000 na kidogo. Watoto wanasoma shule ya msingi ambao wao hawakai boarding, kwa mwaka wanalipa milioni 1,60,000. Ni hela ndogo sana ambayo ukiangalia kwa mahitaji ya dunia sasa, kwamba anakwenda shule anasoma na anakula hapo chakula, ni gharama nafuu. Kwa wale ambao watahitaji kutumia bweni, wao watalipa milioni 2,360,000, ambao ukiangalia kiukweli bado still ni hela ambayo ni nafuu sana kwa mazingira yetu ya Tanzania sasa, kwa sababu ya mambo ya mabadiliko ya gharama za uendeshaji wa maisha. Kwa mimi wasio wazazi wenzangu ambao wana watoto wale Segerea, kwa package yote ambayo nimejaribu kuielezea hapa, na ukiangalia na cost wise gharama ambayo nailipa, kwa kweli is very fair, yani more than fair. Shule nyingi ambazo zinazunguza hapa ni gharama ni mara 2 hiki ambacho nimekiongea. Kwa ni wasii sana nilikalisha wazazi walete watoto, na hata wale ambao wana majirani zao wangetamani kuwalipia ada, kwa support wale ambao wangetamani kutoa sadaka watoto kuwasomesha, kuwalipia. Hii ni eneo zuri sana, na kuna baadhi ya wazazi wanafanya hivyo ambao tunao, wanawasaidia watu, wanawasomesha pale, yatima wanawasomesha pale kwetu, na tunafanya. Lakini pia kwa wale wazazi ambao wanatuletea zaidi ya watoto 2 3 wanakuendelea, kuna kiwango fulani cha fedha ambacho tunatoa kama discount. Pia nacho wakija tutaelezea, na hao wanaweza kubenefit na hicho kiwango cha discount kwa watoto wanapokuwa kwenye idadi kubwa. Okay. Nashukuru sana. Sasa nikupe nafasi hii kuzungumza na wadau wa elimu, kuzungumza na wazazi, jamii ambayo inatuzunguka, kiwemo pia waumini wa kanisa la Adventista Sabato Segerea ambao wana watoto, lakini kwa namna moja ama nyingine hawakupata nafasi ya kuwasikia haya mapema na kuweza
kufikisha watoto wao katika shule ya kanisa la Adventista Sabato Segerea. Una lipi la kuwazungumza, una lipi la kuwasihi na wasikie kutokea kwenye kipindi hiki siku hii ya leo? Karibu. Mimi naomba niwaalike. Mimi ni mzazi mmoja wapo ambayo ukiacha kuwa mwenyekiti wa bodi, lakini pia mimi nina watoto watatu ambao wanasoma katika hii shule. Kwa na benefit, kwa naona kile ambacho ninachokisema hapa. Ukiacha kukisimamia, lakini pia nakiona kwa watoto wangu. Kwa mimi ni wasii wazazi wenzangu ambao wanashiriki kipindi. Hii shule ni neema Mungu ametupatia. Yaani hii shule ni neema kabisa, tunaiona Mungu ametupatia. Na ukiacha kwamba ni shule tu ya kanisa, lakini pia imetoa platform kwa mtu yeyote ambaye ana positive development plan, angetamani kuziona zinaishi. Ni sema ambao mmoja wapo Segerea anaanza kazi yetu tukazifanyia kazi. Kwa sababu tumekuwa na wazazi ambao wametupatia mawazo mazuri na tunayafanya kazi na tumeona matokeo yake chanya ya maendeleo ya shule yetu. Kwa kama wewe ni mzazi unatamani kuchangia mawazo yako kwenye elimu ya mtoto wako, Segerea ni sehemu ambayo tunatoa hiyo platform. Mlete mtoto wako na utakuwa sehemu ya kutusaidia kuweza kumnacha mtoto, lakini pia kusaidia taasisi yetu iweze kukua. Hiyo ni moja. Lakini pia kanisa la Segerea ni kanisa ambalo liko very supportive na ni very positive kwenye maendeleo. Kwa hiyo tunakaribisha kwa sababu utakuwa sehemu ya umoja wetu wa maendeleo ya elimu ya watoto wetu Tanzania. Lakini la pili ni waalike tu kwamba taasisi yetu inatoa mkazo kwenye masuala ya elimu ya kumfahamu Mungu na kumjua Mungu na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa kama ni mzazi ambaye ungetamani mwanao akue akiwa na hofu na kupenda yale Mungu anataka kufanya hapa ulimwenguni, tunakukaribisha kumleta. Lakini pia la tatu, kama ungetamani mwanao aweze kuwa na brighter future ambayo ni very competitive na uwezo mkubwa na kujiamini, Segerea tunatoa mazingira ambayo yatamjenga mwanao kwenye hali hiyo ya kujiamini na kuwa na mtu ambaye maendeleo binafsi, kujisukuma na kufikiria kesho yake. Hayo mazingira ambayo ya kimaendeleo taasisi yetu tunatoa. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ni very conducive. Tunaamini mzazi ukileta mtoto wako hautajuta, kwa sababu kwanza utasikilizwa, mawazo yako yatafanywa kazi, lakini pia mtoto wako atabadilika kulingana na mfumo ambao tunaotumia katika taasisi yetu ya shule ya kanisa. Sawa, sasa tukaribishe pia hizo njia ambazo umefungua milango ya kukaribisha maoni, kukaribisha ushauri. Ila pia ndaka kuna msikilizaji ambaye hana mtoto wala hana mtoto, lakini amevutiwa tu na namna ambavyo programu hizi nyie kama shule, nyie kama bodi mnaziendesha, na natamani kushiriki kwenye baraka huu, aidha kwa kuchangia, kwa ushauri au afiki kuwaona, mzungumze naye. Ni kwa namna gani anaweza akashiriki na nyinyi katika baraka huu kuweza kuendeleza shule hii ya kanisa? Kuna njia nyingi sana. Kwanza nimesema kuna kutoa mawazo. Mawazo ni kitu cha muhimu sana. La pili ni kuichangia taasisi yetu in terms of fedha, lakini pia kuiombea. Unajua jambo ambalo linafanyika na kizana na mawazo ya shetani huwa na changamoto nyingi sana. Kwa hata kama hana mtoto, lakini pia anaweza kaomba, akamwambia Mungu naiombee taasisi mema, ifanyie hivi na hivi, na Mungu anasikia na anafanya maajabu hapa duniani. Kwa hiyo anaweza pia akatuombea, lakini pia anaweza kafanya akawaambia na majirani zake. Hana watoto yeye, lakini jirani na watoto, ndugu zake wana watoto, anaweza akawapatia taarifa hii na watuletea watoto pale kwetu tukawalea katika mazingira ambayo yatasaidia watoto kuweza kueleka. Lakini la muhimu kabisa ni kuchangia. Hapa chini ya kipindi hiki inaweza kuwa napita matangazo ya jinsi ya kuweza kuichangia shule yetu, kusupport mradi wetu wa ujenzi ambao tunaenda kuanza na kuufanya. Naomba mtumie account namba zetu na hizo simu kuweza kudeposit fedha kwa ajili ya kuweza kusupport hii project ya ujenzi wa shule. Tuna kauli mbiu yetu inasema elimu kwa ajili ya umilele, educate for eternity. Lengo la sisi kama taasisi ni kusaidia watoto kuwa na elimu ya kumfahamu Mungu na kujiandaa kwa ajili ya maisha yajayo. Kwa hilo ndio dhima kuu ya hii taasisi yetu. Kwa hiyo tunaomba wazazi mtusaidie kupata watoto wao ili waje kupata hiyo elimu na kuweza kuwa raia bora katika ulimwengu na raia bora wa ulimwengu ujao. Na nashukuru sana Dokta kwa nafasi hii ambayo umetupatia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika ilikuwa ni nafasi bora sana kwa wewe mpenzi mtazamaji kuweza kuifahamu shule hii na namna gani ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwa likihudumu kwa kuweza kuendeleza utume wake kupitia shule hii. Tulikuwa na Dr. Ntoli ambaye yeye kwa taaluma ni daktari wa binadamu, ila pia kwa nafasi yake ndani ya bodi ya shule ni mwenyekiti wa bodi hii na amekuwa ndani ya miaka 3 akihudumu kwa nafasi hiyo. Kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ulikuwa na mimi leo Rashid John ambaye ni mtangazaji wako kutokea hapa Segerea Adventist Media. Nikushauri tu na nikusihi unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kupitia platform zetu zote, ikiwemo ni Instagram, Facebook, TikTok
na YouTube kwa jina moja tu la Segerea Adventist Media. Nenda pale, subscribe, washa notification, ila pia share na jumbe hii iwafikie wengi zaidi. Hadi wakati mwingine, asante sana.